Viongozi wa dunia wachukua misimamo tofauti dhidi ya kile kinachoendelea kati ya Marekani na Iran. Dunia inaonekana kugawanyika mara mbili baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Ingawa mataifa mengi yameiunga mkono Israel na Marekani, kuna yale ambayo yameiunga mkono Iran. Aidha, kuna mataifa mengi ambayo hayajiegemea upande wowote na wametoa taarifa zao kuhusu vita hivyo kwa umakini sana. Wamezungumzia amani ila hawataji kuunga mkono kwa upande wowote. Viongozi wengi wa Iran wameuawa, akiwemo Ayatollah Ali Khamenei kulipiza kisasi. Iran ililenga kambi za kijeshi za Marekani zilizoko katika mataifa ya Ghuba. Mataifa mengi duniani yametoa hisia zao. Hapa India inasema nini? Waziri Mkuu wa India Narendra Modi akizungumza na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa njia ya simu siku ya Jumapili kuhusu hali ya sasa, Modi aliandika kwenye mtandao wa X kuwa India ina wasiwasi kuhusu matukio ya hivi karibuni na usalama wa raia wake unafaa kupewa kipaumbele. Waziri mkuu huyo aidha alitoa wito wa vita hivyo kusitishwa. Mapema siku hiyo, Modi alizungumza na rais wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed. Modi alishutumu shambulio dhidi ya Falme za Kiarabu na kumshutumu Sheikh Mohammed bin Zayed kwa kuwalinda raia wa India wanaoishi nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya India ilitoa taarifa Jumamosi ikieleza wasiwasi juu ya hali katika eneo la Ghuba. India ina wasiwasi mkubwa sana kuhusu matukio ya hivi karibuni nchini Iran na eneo la Ghuba. Tunaomba pande zote zichukue tahadhari na kuweka usalama wa raia wao mbele na kuepuka kutanua vita, ilisema wizara ya mambo ya nje. Na kunako Uingereza imesema haitashiriki katika kuishambulia Iran. Uingereza ilikubali ombi la Marekani kwa kutaka kutumia kambi ya kijeshi ya Uingereza kujilinda dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Iran. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alitoa taarifa hiyo na kusema ni kutokana na mafunzo walioyapata baada ya vita vya Iran. Waziri huyo alisema taifa lake halitohusika kuishambulia Iran. Starmer alisema alikubali ombi la Marekani kutokana na ushirikiano wa kijeshi walionao. The US requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose because they had the capabilities to do so. Yesterday evening, we took the decision to accept that new request in order to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. To be clear, the use of British bases is limited to the agreed defensive purposes. We are not joining the US and Israeli offensive strikes. The basis for our decision is the collective self-defence of long-standing friends and allies and protecting British lives. It is in accordance with international law. Aidha, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walitoa taarifa ya pamoja kushutumu hatua ya Iran kutekeleza mashambulizi magharibi mwa bara la Asia. Hivi kwani mataifa ya Ulaya yanaunga nani mkono? Rais wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alisema Umoja wa Ulaya tayari ulikuwa umeiwekea vikwazo utawala wa Iran. Pande zote zinapaswa kuwa na subira ili kulinda maisha ya watu. Sheria za kimataifa zinapaswa kuheshimiwa. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni ilisema kuwa inawaunga mkono raia wa Iran. Taarifa yao iliandikwa, tunasimama pamoja na raia wa Iran wanaopigana dhidi ya ukandamizaji, alisema Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese. Aliongeza kwamba anaunga mkono juhudi za Marekani na kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia, na kunako mataifa ya Ghuba yatoa onyo kwa Iran. Nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC walikutana Jumapili kujadili uhalifu unaosababishwa na mashambulizi ya Iran.
Baraza hilo lilisema kwamba Iran ililenga maeneo ya makazi na miundombinu ya kiraia. Mataifa hayo yalisema Iran inakiuka sheria za kimataifa. GCC inajumuisha Falme za Kiarabu, UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar na Kuwait. Katika taarifa ya vyombo vya habari, GCC imeitaka Iran kusitisha mashambulizi yake na kuonya kuwa wanatumia nguvu zote walizonazo kulinda usalama wao. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amepinga shutuma kuwa wanalenga mataifa jirani. Sisi hatuwashambulii majirani zetu eneo la Ghuba, tunalenga vituo vya Marekani katika nchi hizi. Majirani wanapaswa kupeleka malalamiko yao kwa wale wanaoanzisha vita hivi, aliliambia shirika la habari la Al Jazeera. Na Pakistan yamwomboleza Khamenei. Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif ameelezea kuwa amesikitishwa na kifo cha kiongozi mkuu wa kidini wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Serikali ya Pakistani inasimama pamoja na raia wa Iran katika wakati huu wa huzuni. Ninatoa rambirambi zangu kwa mfia dini Ayatollah, Waziri Mkuu Shahbaz Sharif aliandika kwenye mtandao wa X. Na China inaiunga mkono Iran. China imetoa taarifa ikikashifu mashambulio ya Israel na Marekani dhidi ya Iran na kwa mauaji ya Ayatollah Khamenei. China ilisema mashambulio ni kinyume na madhumuni ya sheria ya mkataba wa Umoja wa Mataifa. Shambulio dhidi ya Iran na kumuua kiongozi mkuu ni ukiukwaji mkubwa wa utawala, uhuru wa Iran, uhuru na usalama wa raia wake. China inashutumu vikali mashambulizi hayo. Waziri wa mambo ya nje wa China alisema China pia ilitoa wito wa amani kudumishwa. Na kunako Urusi yakosoa mashambulizi ya Marekani. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametuma rambirambi zake baada ya kifo cha kiongozi wa kidini wa Iran kutangazwa. Kifo cha Ali Khamenei na familia yake ni mauaji ambayo yanakiuka maadili ya kibinadamu na sheria za kimataifa, BBC Passion iliripoti. Na swali la kujiuliza ni kwa nini Iran inashambulia majirani zake na nani kumrithi Khamenei kama kiongozi mkuu wa Iran, huku utawala wa Iran bado uko imara? Je, unaweza kuhimili kwa muda mrefu? Hayo na mengine mengi, endelea kufuatilia taarifa zetu Mediawire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.